Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi hiki maalum cha leo. Leo ikiwa ni siku ya furaha na fahari kwa wanafamilia wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuaga na kuwatakia heri wachezaji na watumishi wa timu halmashauri ya jiji la Dodoma wanaoelekea katika michuano ya Shimi Semita huko jijini Mbeya. Mashindano haya yatadumu ndani ya siku 15. Safari hii si ya kawaida, ni ishara ya juhudi, uzalendo na ari ya kwenda kulipambania jina la halmashauri ya jiji la Dodoma. Endelea kuwa nasi, nami ni Muhammad Ahmed. Maandalizi hayo, watumishi kutoka vitengo mbalimbali wameungana na kuunda timu zitakazoshiriki katika michezo tofauti, kuanzia mpira wa miguu, netball na volleyball hadi ngoma na kwaya. Kila kundi limejiandaa kwa namna yake, huku likiwa na lengo la kuiwakilisha halmashauri kwa heshima na kuonyesha uwezo wake. Kwa majina naitwa Leonard Mkinga, ni mchezaji mwandamizi wa Dodoma Jiji. Tupo hapa katika kikao cha mwisho na bosi mkurugenzi kwa ajili ya kutuaga kuelekea katika mashindano ya Shimi Semita Mbeya mwaka 2026. Mpaka sasa hivi tumejiandaa vizuri, tulianza kujiandaa mapema, na kama unavyofahamu kwamba sisi ni mabingwa wa jumla katika mashindano yaliyofanyika Tanga mwaka jana. Kwa hiyo maandalizi yetu yalikuwa mapema, tumejiandaa vizuri na matarajio yetu tunapoenda lazima tukaonesha ushindani wa hali ya juu na kutetea vikombe tulivyopata mwaka jana. Kwa upande wa wachezaji, ushiriki wao katika michezo hii hauishii kwenye ushindani pekee. Wanasema ni nafasi ya kujenga afya, urafiki na ushirikiano miongoni mwa watumishi. Dr. Pima Sebastian akitoa shukrani zake za dhati kwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kuwapa hamasa na ari ya kupambana kwa weledi na moyo wa kizalendo. Sisi tuna furaha sana siku ya leo ambapo mkurugenzi wetu wa jiji amepata fursa ya kuonana na wachezaji, lakini wa kuwapa maneno mazuri ya kuwatakia kila laheri tunapoelekea kwenye mashindano kule Mbeya. Sisi tunashukuru kwa kweli kwa mkurugenzi na management nzima kwa support ambayo anaipatia team, tukifahamu ya kwamba mwaka jana pia tulisapotiwa kama ilivyo miaka mingine na tuliweza kufanya vizuri sana mwaka jana. Lakini kwa maandalizi ambayo tumeweza kuyaandaa na kuyasimamia kwa kipindi hichi, moja kwa kuongeza idadi ya michezo ambayo tuliweza kushiriki mwaka jana, sasa hivi tuna michezo mingi zaidi. Kwa kweli tunao hamasa kubwa kwenda kushiriki ipasavyo na kuleta ushindi. Tunafahamu Dodoma ni fahari ya Tanzania. Kwa hiyo sisi kama watumishi kwa kweli na wasimamizi tuko tayari kwenda Mbeya. Michezo ni afya, tutahakikisha tunafanya vizuri. Asante sana. Kwa upande wa uongozi, michezo inatajwa kuwa moja ya njia zinazoweza kuwasaidia watumishi kuwa na afya bora, kujenga mahusiano mazuri na kuongeza ushirikiano katika mazingira ya kazi. Neema Kilongora ambaye ni kaimu mkuu wa kitengo cha michezo, utamaduni na sanaa amesema michezo hiyo inawatoa watumishi katika wimbi la msongo wa mawazo na kuwaleta katika furaha na ari ya kufanya kazi. Tunashukuru sana halmashauri yetu ya jiji la Dodoma na mkurugenzi wetu Dr. Frederick Sagamiko kwa kutupa sapoti ya kiwango cha juu sana watumishi kwenda kushiriki mashindano ya Shimi Semita na mashindano mengine yoyote yanayofanyikia ndani na nje ya mkoa wa Dodoma na ndani ya nje ya jiji la Dodoma. Lakini pia mashindano haya yanafanya watumishi wajenge ushirikiano, wajenge ukaribu, lakini pia inawapa morali na ari ya kufanya kazi. Kama tunavyoona sasa hivi kuna matatizo mengi sana ya afya ya akili, msongo wa mawazo, lakini kupitia mchezo tunawatoa watumishi katika hilo wimbi na kuwaleta kwenye familia moja yenye furaha, yenye burudani, kwa sababu michezo ni burudani, michezo ni furaha. Kwa upande wa mpira wa miguu, wachezaji wanaonekana kuwa tayari kwa changamoto zinazowakabili katika mashindano. Kwa upande mwingine, mchezo wa volleyball nao umepewa nafasi, huku watumishi wakitumia vipaji vyao vya nje ya majukumu yao ya kawaida ya kazi. Lakini safari hii haijahusisha michezo ya uwanjani pekee. Fani za ndani nazo zimepewa nafasi katika kuonyesha vipaji vya utamaduni. Naomi Kaduma ambaye ni mtumishi wa serikali za mitaa, yeye akieleza fani za ndani kwa uzuri zaidi. Kwa upande wangu mimi ninahusika na fani za ndani, kwaya pamoja na ngoma. Na tunapozungumzia kwaya pamoja na ngoma, michango ambayo inasaidia kudumisha utamaduni. Unatumisha utamaduni, pia kutuunganisha kuwa pamoja, na ni mazoezi mamoja hapo kwa afya.
yani inatusaidia kwa kweli. Na ninapozungumzia kwenye masuala ya kwaya kama kwaya, mpangilio wa sauti inatusaidia pia na sisi, mfano kama walimu, jinsi ya kuwafundisha wanafunzi wetu kwenye masuala ya uimbaji. Ushiriki wa watumishi katika michezo hii unaonyesha kuwa mazingira ya kazi yanaweza kuwa zaidi ya majukumu ya kila siku, pale ambapo vipaji na uwezo wa watumishi vinapopewa nafasi. Kupitia michezo, watumishi kutoka vitengo tofauti wanapata nafasi ya kukutana, kufahamiana na kujenga mshikamano unaoweza pia kuendelea katika majukumu yao ya kila siku. Innocent Kimati, mtumishi wa serikali katika ngazi ya elimu, naye amejizatiti kwa kusema ya kuwa wamejipanga vilivyo katika kuelekea kwenye mashindano ya Shimi Semita. Kwa mwaka huu 2027 Shimi Semita ambayo itafanyika Mbeya, tumejipanga vizuri sana na tunatumaini kuleta ushindi kwa jiji la Dodoma, kwa sababu Dodoma ni fahari ya Watanzania. Mwaka jana tulikuwa washindi wa jumla na tulishinda vikombe vingi, na mwaka huu tunategemea kuvitetea vikombe hivyo vyote na kurejesha Dodoma, kwa sababu tumejiandaa vya kutosha mara 3 zaidi ya mwaka jana. Kwa watumishi hawa, safari ya kwenda kushiriki michezo ni zaidi ya kutafuta ushindi. Ni safari ya kuwakilisha halmashauri, kuonyesha vipaji na kujenga mshikamano. Huku wakiwa wamepata salamu na baraka kutoka kwa uongozi, sasa macho yao yanaelekezwa kwenye mashindano, wakiwa na matumaini ya kufanya vizuri na kuipeperusha vyema bendera halmashauri ya jiji la Dodoma. Hafla hii imekuwa fursa ya kuwaaga na kuwapa hamasa wanamichezo wanaokwenda kulipambania jina la halmashauri ya jiji la Dodoma. Kilichobaki ni kumwomba Mungu atujalie afya na uzima na arudi na ushindi. Ulikuwa nami Muhammad Ahmed tangu mwanzo mpaka hivi sasa. Asante.